Katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa kubwa ni al-amnu, ni amani ibadallah, na tunamuomba Allah adumishe amani katika miji yetu. Katika neema ambazo zinatakiwa kutunzwa na kuchungwa ni neema ya amani ibadallah. Hii amani tuliyokuwa nayo alhamdulillah, leo watoka nyumbani kwako unakwenda msikitini kuswali swala ya Ijumaa, unakwenda kuswali swala ya dhuhuri, unakwenda kuswali swala 5 kwa raha na utulivu na amani. Hii neema kubwa ya Allah subhanahu. Kuna wenzetu hawawezi kutoka bali hawako katika majumba yao kabisa, wapo maporini huko, wengine wako majangwani, wengine wako majabalini, kwa sababu miji yao imekosa amani. Kwa hivyo sisi ambao alhamdulillah tuko na hii amani, kuna haja kubwa ya kuitunza hii amani na kujiweka mbali na kila viashiria ambavyo vinaweza kutupeleka katika kuvuruga amani ya ibadallah. Nabii Ibrahim alayhi salam, kwa sababu ya kuifahamu neema hii ya amani, alipoingia katika mji wa Makka, mji ambao ghaira dhi zar'in, hauna mmea, hauna mti, hauna chochote, jambo la kwanza kabisa muomba Allah subhana amani katika ule mji. Rabbi ja'al hadha albalada aminan, Allah anakuomba ujalie huu mji uwe ni mji wa amani, huu mji uwe ni wa amani, kwa sababu ikipatikana amani tutaweza kufanya ibada kwa amani, ikipatikana amani tunaweza kutafuta riziki zetu. Hicho kidogo unachokipata kikosekana amani, pia hicho utakuwa ukipata ibada Allah. Tutazameni wenzetu katika miji mbalimbali ambao wamekosa amani, namna maisha wanayoishi ya dhiki na tabu na mashaka. Kwa hivyo sisi hii amani tuliyokuwa nayo hii, usije ukasema maisha magumu, ukaja ukavurugwa na wanasiasa wakakuingiza barabarani, wakakuingiza katika vurugu, hatima yake miji ikaharibika, miji ikachafuka, pakawa hapaeleweki kuna pa kukimbilia. Ndugu yangu katika imani, una wake, una watoto, una wazee, utakwenda nao wapi hao wakati amani ikitoweka? Ndugu zangu katika imani, al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, katika ule wakati wa fitna, watu wanakuja kwake wanamtaka awaruhusu wafanye vurugu kwa yule mtawala ambaye alikuwepo katika wakati wao, lakini al-Imam Ahmad alikuwa na maneno yake ambayo yahitaji kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Alikuwa anawaambia watu wake, as-sabru ala ma nahnu fihi khairun min al-fitna, jamani, kufanya subra kwenye haya ambayo tuko nayo ni bora kuliko fitna. Ikitokezea fitna zitamwagwa damu, ikitokezea fitna miji itavurugwa, hii miji itachafuka, itakuwa hakuna utulivu. Ndugu zangu katika imani, kadhalika ametaja hadithi ya Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika utawala wa Hajjaj ibn Yusuf. Katika watawala madhalim ambao wanatajwa katika vitabu vya sheria ni huyu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi rahimahullah ta'ala, na Allah amsamehe. Huyu bwana katika utawala wake kulikuwa kuna dhuluma kubwa ambazo alikuwa anazifanya watu katika utawala ule. Katika walikuwepo maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Watu wanakuja kwa Anas ibn Malik, wanamshitakia yale wanayoyapata kwa Hajjaj ibn Yusuf katika dhulma na jeuri na kadha wa kadha yanayotokezea. Lakini Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kama ilivyo katika Sahih Muslim, akawaambia isbiru, fanyeni subira jamaa, fa innahu la ya'ti alaykum zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu. Fanyeni subira kwa sababu hazitokujieni nyinyi zama, isipokuwa zitakazokuja zitakuwa ni zama zilizokuwa mbaya zaidi, ni zama zilizokuwa za shari zaidi. Wewe kwa fikra zako na fikra za chama chako na fikra za kikundi chako waweza ukashawishiwa kwamba akikaa fulani mambo yatakuwa mazuri zaidi. Fa innahu la ya'ti alaykum zamanun, hakika hazitokujieni nyinyi zama illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, isipokuwa zitakazokuja baadaye zitakuwa ni zama za shari zaidi. Hivyo fikiria ndugu yangu katika imani, kama tukifanya vurugu waislamu, tukaanza kuingia barabarani, tukaanza kukamata silaha tupambana na kiongozi aliyepo, kwa mfano tunataka kumngoa kwa nguvu, aondoke, lazima aondoke, tukaingia barabarani, wewe ukaingia na panga lako, ukaingia na silesha yako, maana tuhamasishana kijinga wakati mwingine. Yani muislamu kiongozi wa msikiti au shekhe aweza akasimama mbele za waislamu awaambia waislamu, jamani tutokeni, aliye na panga achukue panga, aliye na silesha. Kwani sisi tutafika majani jamaa? Tutafika majani? Watu wana vyombo, wana silaha, alafu wengi za waislamu barabarani, wakimalizwa kwa itakuwaje? Na Allah subhanahu anasema, wala tulqu biaidikum ila tahaluka, wala msijiingize kwa mikono yenu katika maangamivu. Ibadallah, al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akatwambia, as-sabru ala ma nahnu fihi khairun min al-fitna,
jamaa kufanya subra katika hizi hali ambazo tuko nazo sisi ni bora kuliko fitna kuja ikatokezea ikawa sasa machafuko, ikawa sasa kumwagana damu. Kufanya subra katika haya ni bora kuliko fitna. Ndugu zangu katika imani, yakitokezea machafuko hapa, hatuwezi kuja tukaswali tena Ijumaa, hatuwezi tena kukaa darsa, hatuwezi tena kuna kutafuta riziki, kwa sababu hakuna amani ya kutafutia riziki, hakuna amani ya kutafuta chochote. Ya ibadallah, amani tuliyokuwa nayo tuilindeni, na tukiona kuna mapungufu kwa viongozi wetu, Uislamu umetuelekeza, na katika yale ambayo tumeelekezwa ni kuwapa nasaha, tena nasaha kwa siri, sio nasaha za kiherehere. Unakaa kwenye membari eti ndio unampa nasaha kiongozi, au anza kutaja maovu ya kiongozi katika membari. Wewe watafuta hatari, wewe watafuta balaa, wewe watafuta kuchafua amani. Katika yale tulielekezwa ni kuwapa nasaha kwa siri. Waweza kufika huko kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdilahu alaniya, yoyote anayetaka kumnasihi kiongozi basi asimdhihirishie waziwazi. Falyakhudh biyadihi, amkamate mkono wake, waliyakhlu bihi, kisha akae naye faragha. Fa in qabila minhu fadhaka, akikubali nasaha zake basi ni khairi, wa illa faqad adda alladhi alayhi, na ikiwa yule kiongozi akikubali nasaha zako, wewe kushafikisha kilichokuwa juu yako, ni kumfikishia tu. Ibadallah, katika yale ambayo tumeelekezwa kwenye upande wa viongozi wetu, ikiwa wana makosa na mapungufu, ni kuwaombea dua njema, Allah awaongoze, Allah awarudishe walikoelekea kwenye dhulma na mengine, Allah awaelekeze katika mstari wa sawa sawa.